vipaji ambavyo viko Tanzania, kwa sababu kwetu Tanzania kuna vipaji vingi. So kama hatuwezi kupata watu kama hawa ambao wanaweza kuwasaidia, inakuwa ni ngumu kuwaona vipaji. Kwa hiyo mimi kwangu kwanza ni furaha kuwa miongoni, kuchaguliwa kujumuika nao, lakini pia nitakuwa kama alivyosema nitakuwa na kocha Sekerojos, nitakuwa naye, lakini ni kitu kikubwa kiukweli. Mimi nimefurahishwa na hiki kitu, na naamini ni vipaji vipo vya kutosha. Ukiacha tu mikoa ambao wametaja, hata hapa Dar es Salaam vipaji vipo. Kwa jinsi wanavyofanya program zao, wanajua nini wanafanya. Kama wameanzia mikoani, nafikiri watakuja pia Dar es Salaam. Kwa hiyo hiki ni kitu kizuri kwa Watanzania. Kwa hiyo vipaji ambavyo vimeweza kuchaguliwa kwenye timu zao, na kuna timu ambazo ziko tayari, na kama hivyo tunaenda kukutana nao Mwanza. Baadhi ya timu ziko kule na mimi pia nitakuwepo. Kwa hiyo naamini tutapata vipaji, tutapata kina Mlishongasa wapya, kina Kevin Yondani wapya, kina Mwinyi Kazimoto kama hivyo. Vijana wengi ambao wanacheza kandanda huko mtaani Uswahilini huko wana ndoto kubwa, lakini wanakata tamaa mapema. Lakini wakiangalia wachezaji wakubwa kama nyie, kuna kitu wanakifikiria, labda ni njia gani mlipitia na kadhalika. Ujumbe wako ni upi kwa vijana wenzeni hivi? Kikubwa kwanza kwenye maisha, utaki kwanza kukata tamaa, unatakiwa ujiamini na Mungu alichokupa. Unajua kila mtu Mungu amempa talent yake. Kwa hiyo unatakiwa ujiamini na uwe na maamuzi yako wewe mwenyewe kama mchezaji. Mimi nimeweza kutoka kwa sababu ya maamuzi yangu mimi kama mimi, kwamba nilikuwa na wish niweze kucheza nje ya nchi, haijalishi itakuwa wapi, lakini nilikuwa natamani nicheze nje ya nchi. Kwa hiyo mimi na wish wachezaji ambao watapata opportunity ya kuonekana, basi kesho na kesho kutwa na wao wawe na ile uchu ya kutaka kucheza nje, kwa sababu ukicheza nje pia itamsaidia yeye mwenyewe na itasaidia pia timu yetu ya taifa, kwa sababu timu yetu ya taifa pia tunahitaji wachezaji wengi ambao wanatoka nje. Hata ukiangalia nchi nyingi ambazo zinakutana na sisi, unaona wachezaji wengi. Ukiangalia hata nyewe waandishi wao mna mention, unaona mchezaji huyu anatoka Aston Villa, na sisi tunatamani sasa kesho na kesho kutwa tuone watu wanawa mention wachezaji kutoka mabara tofauti tofauti. Kwa hiyo ndio tunachotamani kutoka Tanzania na kutoka kwangu mimi kama ambassador wa Safari Laga. Unafuatilia maendeleo ya soka nchini kwa vilabu? Ndio. Una maoni gani kwa level ambayo vilabu vyetu vinaperform hususan kwenye mashindano ya kimataifa? Kikubwa kwanza na wao ni wapongeze, kwa sababu kwanza wamefikia kama ukiangalia Simba, Yanga, na Simba juzi wametoka kucheza finali, lakini pia hata Yanga walicheza finali nafikiri miaka miwili nyuma imepita, au miaka miwili kitu kama hicho. Kwa hiyo ni hatua kubwa na mpira wetu unazidi kubadilika. Na pia ningependa kuwashukuru pia TFF, kwa sababu pia na wao wameweka nguvu kubwa kwenye mpira, Rais Karie na jopo lake kwa ujumla. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu naweza nikasema nazipongeza timu, nawapongeza viongozi pia, viongozi wa Yanga, viongozi wa Simba na viongozi wa timu zingine pia, Azam na kadhalika. Kwa hiyo mpira umebadilika kiukweli, umebadilika. Kama kipindi cha nyuma tulikuwa tunaona timu zetu hata makundi tulikuwa tunasuasua, lakini sasa hivi mimi nimetoka Yanga tulikuwa tunaishia makundi, lakini sasa hivi ukiangalia hawafikirii tena makundi, hawafikirii nusu finali, sasa hivi wanafikiria kuchukua kombe. Kwa hiyo tunaenda step by step. Ukiangalia Yanga waliishia finali, hivyo na wao wakapata medali na baadhi ya zawadi zingine, na Simba juzi tumeona. Kwa hiyo mimi nafurahishwa na hiki kitu, na mpira wetu unazidi kubadilika. Umecheza Morocco, unabali kwamba soka la kaskazini lina influence kubwa kwenye mashirikisho? Ina ushawishi mkubwa sana. Nimecheza Morocco na nimeweza kucheza baadhi ya mechi, japo kipindi kile nilipata yale matatizo, sikuweza kuendelea mpaka wanachukua kombe. Lakini kwa upande wangu naweza nikasema haya mashindano, na hata ukiangalia vilabu tofauti, utofauti ni labda maandalizi tu. Inawezekana maandalizi ya timu za Morocco na maandalizi ya timu za Tanzania inawezekana kuna utofauti mdogo tu, lakini kila kitu ni kile. Yaani ninachokisema hapa kwamba maandalizi ya kule na huku kuna utofauti, inawezekana kawa mdogo, lakini mimi naamini kwa mpira wetu ambao unachezwa sasa hivi, ukiangalia na miaka 6-7 nyuma kuna utofauti mkubwa. Hata ukiangalia hata sponsors wapo wengi sasa hivi, hata nyewe waandishi mmekuwa wengi. Kipindi cha nyuma walikuwa wapo, lakini kiukweli niseme ukweli sasa hivi mpo wengi na mmejitahidi. Kila sehemu tukio linapotokea mnakuwa mnaacha kazi zenu mnakuja. Kwa hiyo mimi pia ningesema
tunawashukuru na nyie pia waandishi kwa kazi ambayo mnaifanya. Wapo wanaoamini kwamba timu za kaskazini zina feva kubwa sana kutokana na influence yao. Hiyo inawezekana wakawa wana ushawishi mkubwa, kwa sababu ukiangalia wenzetu bwana wana mbinu nyingi kwenye mpira. Mimi siwezi kuzizungumzia ziko kiufundi zaidi, lakini ukiangalia matukio mengi yanayotokea kwenye mambo ya mpira yanajirudia. Kikubwa wana ngazi za juu kwa wanaofahamu wao ndo wanaweza kufafanua, lakini sisi ambao tunaangalia, mimi ambaye ninacheza siwezi kuzungumzia chochote. Mimi kikubwa kazi yangu ni uwanjani, basi kitakachofanyika pale enough, kinatosha. Tumalizia kwangu, tunaelekea dirisha la usajili. Wewe ni senior player ambaye umepita timu nyingi sana. Ushauri wako labda kwa vijana ambao ni promising talent kwenye dirisha la usajili? Kikubwa ni mimi ningependa, kama nilivyosema mwanzo, mimi ningependa wachezaji kama wanapata ile opportunity ya kuanza kutoka nje, itatusaidia sana wachezaji wote kwa pamoja na itasaidia nchi. Kwa sababu gani? Tusiweke ile kila siku kwamba mimi nacheza Yanga, nacheza Simba, nacheza Azam na timu zingine. Tujaribu kuwa na, mimi nimeondoka Yanga nilikuwa na mkataba mwaka mmoja. Ilikuwa sio rahisi kipindi kile kutoka, lakini niliweza kutoka kwa sababu nilikuwa na uhitaji. Kwa hiyo mimi ningependa kuwaona wachezaji wenzangu wana ule uhitaji wa kutaka kutoka. Sio kutoka kwa sababu ya fedha, yeye kutaka kutoka kwa sababu ya maendeleo ya nchi na yeye mwenyewe pia. Na kuhusu fedha hiyo nafikiri ni yeye mwenyewe binafsi na mkataba wake atakaoingia nao, kwa sababu hiyo itakuwa siri yake yeye na baina ya club. Msuva, umezungumza vizuri sana hapo, lakini kuna wanasema lazima uchonge barabara, njia. Wewe kama mchezaji mkubwa, tumeona kwa Samata kampa support sana Kevin John mpaka amefikia pale. Watu wanamuona Msuva pengine pia anaweza kana msaada hata kwa hii ambao umepewa nafasi kwa Safari Cup. Inawezekana pia ukaona vijana ambao unatakiwa uwapush kwenda kwenye timu zingine. Hatujamuona Msuva akipush upande huo kwa kumchukua kijana au academy apeleke watu huko, au iko kwa siri, au tuambie mpango wako ukoje? Hivyo viko sana kwenye management yangu, siwezi kuviweka sana wazi, lakini hicho ulichokiuliza na kitu kizuri pia, kwa sababu pia kumsaidia mchezaji pia sio siri. Umeona kumsaidia mchezaji kumtoa sehemu fulani kumpeleka sehemu fulani sio siri. Ila kuna wengine ambao tunaweza tukawasaidia kwa njia ya simu. Yaani ile connection kwamba kiongozi anaweza kukuuliza au coach anaweza kukuuliza akafika kupitia wewe. Ile nao pia msaada tosha. So lazima umchukue umpeleke. Kwa hiyo mimi nafikiri hiyo swali lako ni zuri. Kwa hii nafasi ambayo nimepata natakiwa niitumie kweli kuweza kuwasaidia vijana. Kama hivyo umeona kuna mikoa ambayo wame-mention hapo kama 4 hivi. Mimi nitafanikiwa kwenda Mwanza. Kama nitafanikiwa kwenda mikoa mingine pia tutaona vipaji, lakini sasa hivi naanzia Mwanza. Mimi naamini tutapata vipaji ya Mungu mengi. Vipaji vitakavyopatikana, mimi kwa sababu nipo miongoni mwa hii timu yangu ya TBL, naamini kitatokea kitu. Haijalishi mchezaji mmoja, wawili, watatu, lakini hii ni mipango ya Mungu. Kwa hiyo tumweke Mungu mbele, chochote kinawezekana. Tunazungumzia kuhusiana pia na ligi kuu Tanzania bara, kwa sababu hao vijana ambao watakwenda kupatikana huko itakuwa ni chanzo cha kuingia kwenye ligi kuu. Tumeona kuna baadhi ya wachezaji wameshaingia tayari. Lakini kwa sasa hivi tunaona kuna namna ambavyo kumekuwa na ukuaji mkubwa sana wa ligi yetu. Tutaka kuzungumzia sasa hivi kwamba Simba na Yanga wanashika mashindano sasa, sio waoga tena kwa timu za kaskazini na vitu kama hivyo. Kuna ongezeko kubwa la wachezaji wa kigeni. Wakati ukiwepo unacheza, namba ya wachezaji wa kigeni ilikuwa ni chache. Sasa hivi imekuwa ni kubwa. Unafikiri au wachezaji ambao watapatikana watakuwa na urahisi wa kuingia kwenye timu hizi wakati namba ya wachezaji kutoka nje imekuwa ni kubwa sana sasa hivi? Mimi nafikiri inawezekana. Ni mchezaji mwenyewe tu jinsi gani anavyo. Unajua sisi kazi yetu kuna baadhi ya vitu tunatakiwa tuvijue. Kwamba ndio maana nasema hata wa TBL sio kwamba tu kazi yao wao ni kuangalia vipaji, lakini pia hawa wapo pia kwenye engo ya elimu, yani kuelimisha wachezaji wanatakiwa nini wafanye. Kwa hiyo mimi nafikiri wanapopata nafasi ya kwenda kucheza ligi kuu, nafasi inapatikana. Okay, mimi nilikuwa nacheza kipindi cha miaka kadhaa nyuma iliyopita. Wachezaji wa kigeni walikuwa hawazidi 6. Nafikiri walikuwa 5 au 6 hapo. Wachezaji wa nyumbani loko walikuwa wanapata nafasi ya kutosha. Nimeelewa swali lako kwa sababu sasa hivi kiangalia wachezaji wa kigeni wapo wengi, zaidi ya 10. Ni mtihani, lakini hii pia ni chachu pia kufanya wachezaji wa Kitanzania wasibweteke. Nafikiri pia hiyo ni upande sana wa TFF, sitaki kuingilia chama chetu cha mpira,
lakini mimi na kwa upande wangu nikasema kwamba hii ni chachu kwa wachezaji wetu wa Kitanzania wazidi kufanya mazoezi ya kutosha na kujua kwamba sisi tuko kwenye nafasi mbaya. Nikisema nafasi mbaya kwa sababu wachezaji wa kigeni wanakuwa na thamani. Nikisema thamani ya kifedha, mikataba yao. Wanakuwa viongozi wanatoa hela nyingi kumtoa huko kumleta hapa, anataka muone anacheza. Kwa hiyo mchezaji wa Kitanzania anapaswa kupambana ili aweze kuwepo katika kikosi namba 1. Yaani kikosi namba, yani nikisema kikosi namba 1 wale 11 ambao mwalimu anawachagua basi yawepo, na anapokuwepo anapoperform ndio atakuja kutusaidia pia timu ya taifa. Tumekuona wakati ukicheza Hassan Al Jadidi pale Morocco. Ulikuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao wanatupa sura tofauti sana. Wachezaji wengi ambao walienda kwenye mataifa hayo hawakuweza kufanya vizuri kiasi kile. Ni kiasi ya kwamba mpaka timu yako ikaja kukupa tuzo ya mchezaji bora kama watu watakuwa nakumbuka vizuri. Lakini ilikuwa ni kitu cha kustua sana. Msuva huyu ambaye akacheza ligi ya Tanzania. Watanzania hasa kwa wachezaji unaweza kuwaambia nini? Morocco pale kuna mwalimu yuko pale ambaye katoka katika timu ya madaraja ya chini kabisa. Una ujumbe gani kutoka kwa mwalimu lakini kwa wachezaji wengine jinsi ambavyo umeweza kufanikiwa kwenye mashindano, timu ngumu, ligi ngumu, lakini akachipuka Msuva? Kwanza mimi ninaweza kusema kucheza nje sio rahisi watu kama wanavyofikiria, lakini pia ni rahisi ni wewe mwenyewe jinsi gani utakavyojiweka. Lakini kwa upande wa kwangu mimi nilivyocheza Difa Hassan Jadidi, kweli ulivyosema kuna baadhi ya zawadi niliweza kupata, kuna tuzo za timu niliweza kuzipata, lakini pia kumbuka na mimi pia nilikuwa ni folena wa kwanza kuweza kufikisha goli 39. Nafikiri hiyo kumbukumbu unaweza kawa una. Yaani folena wa kwanza ambaye nimecheza miaka 3 nikiwa Jadida, nimefikisha goli 39. Kwa mpaka sasa hivi hakuna mchezaji ambaye ameweza kuvunja ile rekodi yangu kwa Morocco. Baada hapo ndo nikaenda Wydad, lakini mimi naweza nikasema wachezaji wana nafasi. Kuna nafasi sasa hivi ukiangalia pia mwalimu yupo kule. Ipo timu kubwa Wydad, na ukiangalia timu iliyotoka huku haina ukubwa, lakini timu iliyoenda na ukubwa. Kwa hiyo yuko kwenye under pressure. Mimi nilishakutana naye mwalimu timu ya taifa, niliongea naye na akaniambia, na mimi nikampa kila kitu cha pale jinsi kilivyo, nikamwambia tabia zao jinsi walivyo, jinsi gani kuishi nao. Amesema kweli kuna baadhi ya vitu nimeviona wakati nafika. Kwa hiyo mimi naamini mwalimu hatoniangusha mimi na hatowaangusha Watanzania, hatoiangusha familia yake. Na mimi natapambana kwa changamoto ambazo tulizokuwa napitia. Nimemwambia wewe endelea kupambana nazo. Kuishi na Waarabu sio rahisi hivyo, kwa sababu uko pale kwa sababu ya kazi. Wewe fuata kazi yako, haya mengine ambayo yanaendelea nje utaki kudili nayo. Ukisema udili nayo huwezi kucheza. Lazima utaomba tukurudi kwa matatizo ambayo wako nayo. Sio makubwa hivyo, lakini kuna baadhi ya vitu ambavyo ni binadamu na wao. Kwa hiyo kikubwa tu mwalimu yuko pale apambane, na pia na wish pia nimuone kuna mashindano makubwa ambayo Aziz Ki ameenda naye amesajiliwa juzi. Kwa hiyo itamsaidia yeye na itaisaidia familia yake na Tanzania kwa ujumla. Umegusa sehemu nzuri sana. Kuna tetesi pia zinamhusisha Mzize kwamba huenda kaenda Misri, Zamalek na maeneo mengine, lakini Zamalek ni mazingira ambayo tunazungumzia kaskazini. Kwa upande wako endapo kama bahati wataipata, ni mtazamo wako upi kwa Mzize ili kuweza kufanya vizuri kwenye mashindano haya? Ametoka kwenye klabu ambayo umetoka wewe, picha unaifahamu ya ligi ya kaskazini na vitu kama hivyo. Mimi nafikiri sio Mzize tu, yani natamani wachezaji wengine tofauti, ila kwa sababu mmegusia Mzize, na hata Mzize pia mimi pia nakutana naye pia timu ya taifa huwa naongea naye. Na mimi napenda wachezaji wengi wakija timu ya taifa akikutana na kama mimi, wakikutana na Samata, wakikutana na Emidi, wanajitahidi kuongea na sisi vizuri, wanataka kujua kwamba mlifikaje hapa, wanauliza kiukweli, yani nisiwe muongo, wanauliza. Na Mzize ana nafasi kubwa, timu yetu amefanya vizuri Tanzania. Mimi kwangu mimi kwa upande wangu nasema inatosha kwa Mzize. Hata kama viongozi wangu wananisikia, Mzize anatakiwa tu sasa hivi akapate changamoto nyingine nje. Yani ana uwezo wa kucheza sehemu yoyote. Ana power, strength, yani kila kitu anacho yule. Mimi naamini akienda kucheza atabadilika zaidi ya vile alivyokuwa. Anaweza kajiona yuko sawa hapa kwa sababu kishamaliza. Sasa anatakiwa aende akapate changamoto nyingine ambayo itamjenga zaidi ya vile. Wenzi alishaka